Watu wa Mungu waliotiwa muhuri nambari 144,000. Asante rafiki yetu mwema, tunakuja mbele zako tukirudisha sifa na heshima na utukufu kwako, kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye nguvu, kwa kuwa ni Mungu ambaye unaratibu mambo sawasawa. Umeshikilia hii dunia mikononi mwako, unaratibu kila kitu, kila chembe ya dunia hii unaifanya. Wewe ni Mungu ambaye unashangaza, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tazama dunia yote kwa wakati mmoja, unatuangalia na unafahamu na unatimiza haja za mioyo yetu kwa wakati huo mmoja. Hiyo inatuonyesha kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu ambaye hushindi na chochote. Asante kwa kuwa tupo upande wako, wewe ambaye wewe ni Mungu mwenye nguvu, na sisi tunatamani tukae upande wako mwenye nguvu, ili uweze kutushindia, tukae washindi, maana wewe siku zote wewe ni mshindi. Tunakuja mbele zako tukiangalia hawa watu uliowatia muhuri namba 144,000 wakiwa washindi katika kiti chako cha rehema. Sasa tunakuja mbele zako tukihitaji kujifunza hii nambari 144,000, tukijifunza watu uliowatia muhuri. Asante kwa kuwa utatuongoza, asante kwa kuwa Roho wako Mtakatifu yupo tayari pamoja nasi akitufundisha vyema. Tunaamini kwamba umekuwa pamoja nasi sasa na hata milele, kupitia jina lenye nguvu, jina linalotenda maajabu, jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, ukisoma katika Ufunuo 7 mstari wa 4 hadi wa 8, inaonyesha idadi ya wale waliotiwa muhuri nambari 144,000, na tangazo la idadi ya wale ambao wametiwa muhuri huashiria usalimishaji wa hatua ya kutiwa muhuri. Yohana anasikia kwamba idadi yao ni 144,000 kutoka katika kila kabila 12 za Israeli. Rejea hii haihusu tarakimu halisi, bali katika kile kinachoashiria tarakimu hii ya 144,000 na namba 12 mara 12 mara 1000. Chukua nambari 12 uzidisha na 12 uzidisha na 1000, 12 utapata idadi ya namba 144,000. Mpendwa msikilizaji, namba 12 ni ishara ya watu wa Mungu. Namba 12 ni makabila ya Israeli, na alama ya kanisa likiwa limejengwa juu ya msingi wa mitume 12. Ukisoma vizuri, soma Efeso 2 mstari wa 20. Hivyo tarakimu 144,000 huwakilisha utimilifu wa watu wa Mungu wa siku za mwisho, udhihirisho wa kisasa wa Israeli ya zamani. Ni wazi kwamba makabila 12 yaliyoorodheshwa katika Ufunuo 7 sio halisi, kwa sababu makabila 12 hayapo leo. Makabila 10 yalichukuliwa utumwani wakati wa uvamizi wa shambulizi la Waashuru. Hii unaweza kuisoma vizuri katika Wafalme wa Pili 17 mstari wa 6 hadi 23, ambapo yalichangamana na mataifa mengine. Mpendwa msikilizaji, makabila 12 hayaundi dini ya Kiyahudi leo. Pia orodha mpangilio wa makabila 12 ya Ufunuo 7 si orodha yenye mpangilio wa kawaida. Mfano, Yuda anapoorodheshwa katika kabila la kwanza badala ya Reuben, pia makabila ya Dani na Efraimu yameondolewa na Yusufu na Lawi yamejumuishwa badala yao. Sababu ya kuondolewa kwa haya makabila ni kwa sababu katika Agano la Kale haya makabila mawili yalikuwa maasi na walikuwa waabudu sanamu. Orodha ya makabila katika Ufunuo 7 si ya kihistoria mpendwa, ni ya kiroho, yaani ni makabila ya Waisraeli walewa kiroho, yaani mimi na wewe. Hii inatuambia kwamba kwa sababu ya ukosefu wa uaminifu kwa makabila ya Dani na Efraimu, hawana nafasi miongoni mwa watu wa Mungu waliotiwa muhuri. Pia kanisa katika Agano Jipya hutajwa kama makabila 12 ya Waisraeli. Ukisoma Yakobo 1 mstari wa 1, makabila 12 katika Ufunuo huwakilisha watu wa Mungu wote, Wayahudi na wa mataifa. Hawa 144,000 wanaonyeshwa kama jeshi lililoundwa kwa mfumo wa Israeli ya zamani, wakienda vitani. Katika Israeli ya zamani mpendwa, palikuwa na askari 1,000 katika kombania. Unapozungumzia kombania, yani ni kikundi cha askari wa jeshi moja, tunaita ni kombania. Jeshi moja, kombania moja lilikuwa na maaskari 1,000.
Kwa moja ya jeshi, ukisoma vizuri Hesabu 31 mstari wa 3 hadi wa 6, namba 144,000 ya ishara huonyesha kanisa lililoko vitani kwa namna ya kombania 144,000 kwa namba ya kombania 144 za kijeshi zenye askari 1,000 walio tayari kwa ajili ya vita ya mwisho. Hii unaweza kusoma katika kitabu cha Ufunuo 17 mstari wa 14, tofauti na jeshi la adui lenye idadi ya mamilioni 200 ambayo inapatikana katika kitabu cha Ufunuo 9 mstari wa 16. Mpendwa msikilizaji, soma Ufunuo 7 mstari wa 9 hadi 14. Yohana anaona mkutano mkubwa, wale ambao wanatoka katika dhiki iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Ufunuo 7 mstari wa 14. Yaani hili ni kundi maalum la watu ambao licha ya mapambano yoyote waliopitia, na mtu yoyote angeweza kufikiria kwamba dhiki ile iliyo kuu lilikuwa ni pambano la kutisha, wamedumu kuwa waaminifu kwa Yesu. Haleluya! Uaminifu unawakilishwa kwa kufunikwa kwao katika mavazi ya haki yake kamilifu. Hapa dhima ya wokovu kwamba inaonekana kwamba wamehesabiwa haki, sio kwa matendo yao, bali wamefunikwa na vazi la haki ya Yesu Kristo. Wamepewa neema tu bila kujali hawa watu wakati wa mwisho dai lao pekee ni wokovu kwa uzima wa milele, kwa mbingu mpya na nchi mpya. Ni haki ya Kristo waliopatiwa kwa neema. Karibu kabisa katika kiti cha enzi wapo wale ambao wakati fulani walikuwa na juhudi kuu katika harakati za shetani, lakini ambao wamenyakuliwa kama vijinga kutoka motoni. Wamemfuata Mwokozi wao mpendwa kwa moyo wa utauwa na wakina na thabiti. Kisha wanafuata wale waliokamilisha tabia za Kikristo katikati ya udanganyifu na ukafiri, wale walioheshimu sheria ya Mungu pale ulimwengu wa Ukristo ulipotangaza kuwa batili, na mamilioni ya vizazi vyote waliouawa kwa ajili ya imani yao. Na baada ya hao kuna mkutano mkubwa sana ambapo hapana awezaye kuwahesabu watu wa kila taifa, watu wa kila kabila, watu wa kila jamaa na lugha. Wako katika kiti cha enzi, wapo mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Vita yao vimeisha na ushindi wao umepatikana. Haleluya! Wamepiga mbio za mashindano na kulifikiria tuzo, wameshikilia matawi ya mitende mikononi mwao, nayo ni ishara ya ushindi wao. Vazi jeupe ni kielelezo cha haki ya Kristo isiyo na doa ambayo sasa ni yao. Haleluya! Hii nukuu utaipata vizuri kutoka kitabu cha The Great Controversy, ukurasa wa 665, ambacho kimeandikwa na Ellen G. White. Mpendwa, soma Ufunuo 14 mstari wa 1 hadi 5, wale wanaomfuata mwana kondoo, na Ufunuo 14 mstari wa 4 na wa 5 hujenga msingi wake katika maelekezo juu ya 144,000 kama wanaotunza amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Ufunuo 14 mstari wa 12. Japo walikabiliana na ghadhabu kamili ya shetani katika siku za mwisho, lakini waliendelea kuwa imara kwa sababu ya uhusiano wao wa karibu pamoja na Yesu. Ufunuo 17:5, mpendwa msikilizaji, inaonyesha kwamba kuna uzinzi, na uzinzi unaozungumzwa hapa ni ishara ya kutokuwa mwaminifu kwa Mungu. Ufunuo 17 mstari wa 5 huzungumza Babeli na binti zake ambao ni makahaba wa siku za mwisho, ambao watu wote wa ulimwengu watazini nao. Hii utaipata vizuri katika kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa 3. Bali hawa 144,000 watadumu kuwa waaminifu dini zilizoasi. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila waendapo. Watakatifu hawa 144,000 wanabainishwa zaidi kama ambao wamenunuliwa katika wanadamu kama malimbuko kwa Mungu na mwana kondoo. Ufunuo 14 mstari wa 4. Katika Israeli ya zamani, malimbuko yalikuwa mazao bora kabisa ya mavuno yaliyowasilishwa kama sadaka kwa Mungu. Neno malimbuko hudokeza juu ya watu wa Mungu waliookolewa katika ujumla wao, tofauti na watu wengine ulimwenguni. Yeremia 2 mstari wa 3 na Yakobo 1 mstari wa 18. Hawa 144,000 ni maalumu, si kwa dhana ya vile
wanavyookolewa, bali ni kwa sababu wamehamishwa bila kuona mauti, wamehamishwa bila kuonja mauti. Hivyo wao ni malimbuko ya mavuno makuu ya waliokombolewa katika zama zote. Hii unapata vizuri katika Ufunuo 14 mstari wa 14 hadi 16. Pendo msikilizaji, ukisoma Ufunuo 14 mstari wa 5 na Petro wa pili 3:14, sifa bainisha mwisho ya hao watu waliotiwa muhuri namba 144,000 ni kwamba vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Uongo unaozungumzwa hapa ni madanganyo ya shetani ya siku za mwisho. Watu wengi sana duniani watachagua kuamini uongo wake. Watu wa Mungu wa siku za mwisho watapenda kuipokea kweli ili waweze kuokolewa. Hawana mawaa Kiyunani ni amamos, yaani wasio na hatia, huonesha uaminifu wa wale namba 144 kwa Kristo. Katika Agano la Kale mpendwa, Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo 17:1 na Ayubu 1 mstari wa 1 hawakuwa na hatia, japo walikuwa wametenda dhambi kama ambavyo kila mmoja wetu anatenda dhambi. Miaka 2000 iliyopita Wakristo waliitwa kuwa watakatifu na wasiokuwa na hatia mbele za Mungu. Hii unaweza kusoma kutoka kitabu cha Efeso 5 mstari wa 27, wa Filipi 2 mstari wa 15. Pia unaweza kusoma katika kitabu cha Warumi 3 mstari wa 19 hadi 23. Katika siku za mwisho za historia ya ulimwengu huu, nambari 144 wataaksi tabia ya Kristo katika namna yenye mguso mkubwa. Wokovu wao utaaksi kile ambacho Kristo amewatendea badala utakatifu na matendo yao wenyewe. Hawa 144,000 wamesafishwa mavazi yao na kufanywa kuwa meupe katika damu ya Yesu Kristo, na jinsi hiyo wanakuwa bila mawaa wala aibu mbele ya Mungu. Tunahitaji kusafishwa dhidi ya mambo yote ya kidunia mpendwa, hadi tutakapoaksi tabia ya uungu na pambano la maisha litakapoisha, pale silaha zitakapowekwa kando miguuni pa Yesu, watakatifu wa Mungu watakapotukuzwa. Ni hadi wakati huo tu ndipo itakuwa salama kudai kwamba tumeokolewa na hatuna dhambi. Haleluya! Hii nukuu utaipata vizuri kutoka kitabu cha Selected Message Buku 3 ukurasa wa 355 na 356. Tunawezaje kuishi maisha ya utakaso huku tukijiandaa kikamilifu kwa ajili ya umilele na bado tusikumbwe na hatari za dhana ya ukamilifu usio na dosari na utakatifu wa kishupavu? Kwa nini ni lazima tudumishe wakati wote mbele yetu kweli kuu zinazopatikana katika kitabu cha Warumi mstari wa Warumi 3:19 hadi 23? Mpendwa msikilizaji, utambulisho wa 144,000 ni swala linalobainishwa vikali sana. Kinachoonekana kuwa dhahiri katika Ufunuo ni kwamba 144,000 ni kizazi cha mwisho cha wakati wa Mungu katika siku za mwisho za historia ya ulimwengu. Tunajua ya kwamba watapitia wakati wa dhiki ya mapigo 7 ya mwisho, na kwamba uaminifu wao utapimwa kuliko kizazi kingine chochote, kuliko katika wakati uliopita. Hata hivyo, watakaopita katika kundi hilo hawajadhihirishwa kwetu bado. Hii ni mojawapo ya siri ambazo Mungu amezihifadhi kwa ajili yake mwenyewe. Hii ni Kumbukumbu 29:29. Ni wakati ujao pekee ndio utakaodhihirisha kina nani watakaokuwa katika kundi hili la watakatifu waliookolewa. Kuhusiana na swala hili mpendwa, tumepewa onyo hili katika kitabu cha Selected Message ambacho Ellen G. White ameandika Buku 1 ukurasa wa 174, na inasema, Kristo anasema watakuwepo watu kanisani watakaowasilisha hadithi za uongo na makisio, wakati ambapo Mungu ametupatia kweli kuu zinuazo na kubadilisha, ambazo hazina budi kuwekwa katika nyumba ya hazina ya akili. Wanadamu wanapochagua nadharia hii na hiyo, wanapokuwa wadadisi kujua kitu fulani kisichokuwa muhimu kwao kujua, hapo Mungu anakuwa hawaongozi. Wanadamu wadadisi kujua kitu fulani kisichokuwa muhimu kwao kujua, hapo Mungu anakuwa hawaongozi. Si mpango wa Mungu,
Si mpango wa Mungu kwamba watu wake wawasilishe kitu wanachokikisia ambacho hakifundishwi katika neno. Si mapenzi yake mpendwa kwamba wengine katika mabishano juu ya masuala ambayo hayatawasaidia kiroho, kama vile akina nani watakao kuwa miongoni mwa 144,000 kuhusiana na hawa wale walio wateule wa Mungu kwa muda kitambo, watawafahamu bila shaka. Tumepewa onyo kwamba tusijadili kwamba ni kina nani ambao watakuwepo kati ya namba hiyo 144,000. Hiyo ni siri mpaka siku itakapofika. Mpendwa msikilizaji, namba 144,000 ukichukua makabila haya 12 ya wazao halisi wa Yakobo, kupingana na ukweli kwamba angalau makabila 10 miongoni mwa makabila hayo yamepotea katika historia. Baadhi ya Wayahudi wanaweza kufuatilia nasaba yao hata kwa Yuda, Benjamin au Lawi, lakini si kwa mengine. Je, hao 144,000 na mkutano mkubwa sana ni makundi yale yale au njia mbili za kuwaelezea watu wale wale wa Mungu wa siku za mwisho? Baadhi huamini mpendwa kuwa makundi haya mawili ni tofauti. Baadhi huamini kundi ni lile lile, yaani kundi lile la 144,000 na kundi lile ambalo Yohana baadaye aliona watu wengi kama mchanga wa bahari ambapo alishindwa kuhesabu, na watu 144,000 ni kundi lile lile au ni watu ni makundi mawili tofauti? Katika somo hili kwanza tutaangalia hoja mbili zinazounga mkono kwamba makundi haya mawili ni kitu kimoja. Kwanza, maneno yaliyotumiwa kuhusiana na watu wa Mungu wa siku za mwisho mara nyingi hutumiwa kwa kubadilishana katika Ufunuo. Mifano miwili ya ukweli huu ni kama ifuatavyo. Namba 1, watu wa Mungu wanaitwa waliosalia, yaani masalia katika Ufunuo 12 mstari wa 17. Kisha wale 144,000 katika Ufunuo 14 mstari wa 1, ambapo udokeza Yoeli 2 mstari wa 32, ambapo kundi hilo hilo linaitwa mabaki au masalia. Makundi haya mawili ni lile moja. Kwa hiyo hawa watu, kuna watu ambao wanasema ni kundi lile lile moja, lakini kuna watu ambao wanasema kwamba 144,000 wanaitwa watakatifu katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 12. Hivyo masalia 144,000 na watakatifu ni namna tofauti ya kuelezea kundi lile lile moja la siku za mwisho. Pili, kama Yohana hawaoni watu 144,000, anasikia idadi tu katika kitabu cha Ufunuo 7 mstari wa 4, lakini anapotazama na anaona kundi ambalo hakuna awezaye kuhesabu katika kitabu cha Ufunuo 7 mstari wa 9. Huu ni mfumo wa kiuandishi katika Ufunuo. Yohana anasikia jambo moja, simba, kisha anaona kinyume chake mwana kondoo, lakini hawa wawili ni namna tofauti ya kuelezea uhalisia mmoja. Kwa upande mwingine, wapo wengi wanaoamini kwamba wale 144,000 na ule mkutano mkubwa sana ni makundi mawili tofauti. La kwanza likiwakilisha watu wa Mungu siku za mwisho, na la pili likiwakilisha watu wa Mungu katika vizazi vyote. Hao wanaounga mkono mtazamo huu kwa kawaida hudokeza tofauti kati ya makundi haya mawili. Wanadokeza kwamba namba 144,000 ni idadi kutoka makabila wa Israeli 12 wanaonekana duniani na kujitokeza kabla ya pepo 4 hazijaachiliwa, ule mkutano mkubwa. Kwa upande mwingine, hauwezi kuhesabika na hutoka kwa kila taifa, huonekana mbele ya kiti cha enzi, hujitokeza kabla ya dhiki kuu. Ubainisha maandiko katika Warumi 3 hubainisha wazi kwamba hakuna lolote awezalo kufanya mwanadamu linaloweza kumpatia sifa ya kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Neno kupungukiwa kiunani ni hestoratai, humaanisha kwamba daima tunamhitaji Mwokozi na kupewa msamaha ambao umepatikana kupitia kafara yake. Ni hadi pale ambapo dhambi zitakapokuwa zimefutwa na tutakapokuwa tumepewa sifa ya mwisho ya kutokufa, ndipo hilo litabadilika. Hivyo hawana mawaa haimaanishi bila kuwa na hitaji la msamaha. Humaanisha aina fulani ya uaminifu ambao mtu fulani
angechaguliwa kufa badala ya kutenda dhambi. Wale 144,000 kumtumainia Yesu ili asafishe mavazi yao, na wale hawaridhii na kushusha viwango katika uaminifu wao kwa yule aliyemkomboa. Asante rafiki yetu mwema, tumeendelea kufahamu zaidi hii idadi 144,000. Tumegundua kwamba hii idadi ya 144,000 ni watu wa Mungu ambao watakutana dhiki kuu, dhiki ile kuu kabla ya marejeo yako Kristo mara pili, dhiki ambayo itatokea katika kipindi cha mapigo 7 ya waovu. Rafiki yetu mwema, tumeamini kwamba namba 144,000 ndio hao watu watakutana na ile dhiki, lakini kuna mkutano mkubwa ambao haujahesabika kuanzia kizazi cha kwanza mpaka wote ambao walikombolewa wako katika kiti cha rehema. Kumbe haya ni makundi mawili tofauti. Tusaidie tuweze kuelewa, lakini tuendelee kutusaidia tuweze kuwa washindi katika maisha ya dhambi, ili tukiwepo pale katika kiti chako cha rehema, katika mkutano mkubwa ambao ulimwonyesha mtumishi wako ambapo hakuweza kuhesabu. Asante rafiki yetu mwema, tuongoze na tupiganie, tulinde kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.